Habari gani mwana KOA TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KOA TV. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika kupitia mtandao wa Twitter ameamua kuandika safari yake alivyokuwa na mkutano wa hadhara Maswa kuelekea mkutano mkuu wa Shinyanga mjini. Nataka nikusomee kile ambacho amekiandika katika mtandao wa Twitter. Jana nilikuwa njiani kutoka kwenye mkutano wa hadhara wa Maswa kuelekea mkutano wa Shinyanga mjini. Niliamua kuchepuka kwenda kijiji cha Negezi, wilaya ya Kishapu, kudhuru kaburi la hayati Mohamed Ali Makani alimaarufu kama Bobu Nyanga Makani, katibu mkuu wa kwanza wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na mwenyekiti wa pili wa chama. Pamoja na dua na kujikumbusha kuhusu hatima ya chifu wa 18 wa Usia, yani Usia Chiefdom, Makwaya Mohamed Mwandu, nilipata wasaa kutafakari juu ya mapito ya Chadema kuanzia mwaka 2003 nilipokuwa nikijihusisha na chama. Mzee Makani alikuwa mwenyekiti. Nikipata wasaa nikaandika mang'amuzi na maono niliyopata katika safari hiyo. Kwa leo naomba kuwaomba muweke kwenye shajari zenu tarehe 2 muhimu za kumbukumbu ya maisha yake. Kuzaliwa mwaka 1936 ilikuwa ni tarehe 30, ilikuwa mwezi wa 10, na kufariki tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2012 kwa ajili ya kumbukumbu. Mzee Makani ni kielelezo cha waliotoka katika koo za watawala, wakasomea ndani na nje ya nchi, wakashika nafasi mbalimbali za juu za serikali, lakini mfumo wa vyama vingi ulipoanza wakaacha vyote na kuanzisha chama cha upinzani cha Chadema tarehe 28 Mei mwaka 1992. Yeye pamoja na mzee Edwin Mtei, mwenyekiti wa kwanza, ndoto zao za kuwa rais au wabunge ndoto zao za kuwa maraisi au wabunge hazikutimia, lakini ndoto yao ya kuwa chama mbadala cha CCM zimetimia. Mkutano mkuu wa tarehe 21 Januari mwaka 2025, ambao ilikuwa pia kumbukumbu ya Chadema kupata usajili wa kamili mwaka 1993, tulipitisha azimio la kuwaenzi waasisi wa chama. Siku hiyo tulipitisha azimio la kuwaenzi waliouawa katika mapambano ya demokrasia, mabadiliko na haki ya Chadema. Wazee hawa na wenzao walijenga misingi ya kitaasisi ya Chadema. Ni katika misingi hiyo kizazi kilichofuata cha mwenyekiti wa 3 Freeman Mbowe, Chadema ilikuwa na kuenea. Ni jukumu la kizazi cha sasa cha chini ya mwenyekiti wa 4 Tundu Antipas Lissu kuiwezesha Chadema kufikia kilele cha maono waliokuwa nayo waasisi wetu. Safari ya Chadema imejaa mafanikio, lakini pia misukosuko. Tuendelee kuishi falsafa yake ya nguvu ya umma, yani people's power, ya kurejesha katiba ya Chadema ibara ya 3 kuamini mamlaka ya umma katika kumiliki, kuendesha, kubuni na kuendeleza maamuzi, mawazo, rasilimali, uchumi na siasa za nchi. Lakini pia tueneze misingi 12 ya itikadi ya Chadema ya mrengo wa kati, yani center part, iliyoelezwa katika katiba ya Chadema ibara ya 3(2). Kwa leo nieneze msingi mmoja wa ibara ya 327. Chadema inaamini katika siasa ambazo ziko juu ya vyama zenye kusimamia zaidi maslahi ya taifa. Siasa ni mamlaka ni mamlaka na maslahi, yani Kwa wakati huu maslahi ya umma ni kutekeleza no reform no election, kwenda kinyume na maamuzi hayo kwa maslahi binafsi ni usaliti
kwa chama, tuwaenzi waasisi waliouawa kwa ajili ya mageuzi na haki, kwa kudai mageuzi na kutetea haki. Hayo ameandika katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika katika mtandao wa Twitter, akisema kwamba yeyote atakayeenda kinyume na azimio la chama, yani no reform no election, ni msaliti wa chama, yani anakuwa anafanya hujuma katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini ujue kwamba katibu mwenyekiti pamoja na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo bado wanaendelea na tua yao ya no reform no election katika upande wa kanda ya Ziwa. Watu wamekuwa na maoni tofauti katika mtandao wa Twitter. Wa kwanza hapa namuona anaitwa Salakia anasema John Mnyika, wewe ni kama wa chama, ni kama katibu mkuu wa chama, inabidi msikilize watu. Leo mikutano iliyojaa ni juhudi za watu wengi, haswa viongozi walijitoa kwa nguvu kuhakikisha Chadema inakuwa. Leo hii kuna kundi imezuka from nowhere, kazi yake limekuwa ni kukejeli, dharau, uzushi juu ya watu waliokipigania. Lakini pia John Mnyika kaja kamjibu akasema, tunasikiliza watu na tunatambua michango yenu, hatuungi mkono kejeli wala makundi. Hata hivyo, ukweli ni kwamba wako waliokuwa viongozi wanaotumia kejeli zinazotolewa na wachache mitandaoni na kwenye makundi sogozi kama barakoa ya kuficha usaliti wao dhidi ya Chadema. Lakini Dr. Zaki anasema chama kinakufa hivi ya labi. Lakini Active Citizen anasema asante kwa kutobadili na kuendeleza msimamo kwenye misingi ya nguvu ya umma. Kama mfuasi wa aina ya siasa zako, najivunia kusikia kupata mfano wako wa kusimamia yani mamlaka, maamuzi na maslahi ya umma. No reform no election si kauli tu, ni ahadi kwa waliotangulia. Lakini Jalateng anasema wewe ni rasilimali muhimu katika kusimamia misingi ya Chadema. Endelea kwa sababu Mungu atakuwa pamoja nawe siku zote. #no reform no election. Lakini Anet Stanley anasema tangu nimekufahamu hujawahi kubadilika na hujawahi kuiacha Chadema yatima. Mungu akubariki sana. Lakini Dr. Gavin anasema nakumbuka mzee wangu Bob McCann, nilikutana naye kwa mara ya kwanza mwaka 1996. nikiwa tunakomaa kuipaisha Singida United, yani Big Star ya leo, wakati huo ikiitwa Mto Singida kama mchezaji. Lakini comment ya mwisho kabisa nampa mtu anayefahamika kama Simba TZ, anasema katibu mkuu John Mnyika na makamu mwenyekiti John Heche mnapaswa kufanya kwa sasa ni kutafuta talenti zitokazo juu, kuziba mapengo yaliyoachwa na hao wanaoondoka. Kumbukeni pia hata nyie ni talenti zilizozuguliwa, na hivyo naamini mtaleta wengine watakaofanya Chadema kuwa imara zaidi. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wameweza kutoa katika mtandao wa Twitter katika chapisho la katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika. Jina langu ni D wa KOTV, tukutane katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.